bajeti inayolenga kujenga uchumi shirikishi, inclusive economy, yaani kutomwacha mtu wala sekta yoyote nyuma, leaving no one behind. Na tatu, Mheshimiwa Naibu Spika, ni bajeti inayothubutu kuongeza kasi ya kukuza uchumi wetu, yaani disruptive growth. Mheshimiwa Naibu Spika, nikianza na kwanza, bajeti hii inatujengea uhimilivu kwa kuongeza nidhamu katika makusanyo na matumizi ya fedha za ndani. Mheshimiwa Naibu Spika, bajeti hii inapunguza utegemezi wa misaada kutoka nje. Mheshimiwa Spika, dhoruba tulizopitia hapo katika kipindi cha COVID, uviko 19, vita vya Urusi na Ukraine vilivyochochea kupanda kwa gharama za chakula na kupanda kwa bei ya mafuta na logistics, kuadimika kwa sarafu ya dola za Marekani nchini na hatimaye kuondolewa kwa misaada kutoka Marekani na kupungua misaada kutoka Ulaya zimetufundisha kujihami na kujitegemea. Mheshimiwa Naibu Spika, nimefurahishwa kwamba serikali itatenga bajeti katika muda wa kati itakayolenga kuziba pengo la fedha zilizokuwa zinatarajiwa kupatikana kutoka kwa wabia wa maendeleo, hususan mataifa makubwa ambayo yamepunguza au kusitisha misaada iliyokuwa inatolewa katika utekelezaji wa miradi mbalimbali, hususan katika eneo la afya, na kwamba hadi sasa serikali imetoa zaidi ya shilingi bilioni 82 kuziba pengo litokana na mabadiliko hayo. Naomba Mheshimiwa Naibu Spika, nirudie tena kwamba taasisi mojawapo iliyoathirika na kusitishwa kwa misaada hiyo ni taasisi ya Benjamin Mkapa Foundation ambayo ilikuwa inatekeleza mradi mkubwa wa afya endelevu kupitia msaada wa shirika la maendeleo la Marekani ambao limefungwa na kusitisha misaada yote na kuathiri wafanyakazi na wataalamu wapatao 1296 ambao wanatoa huduma za afya katika hospitali na vituo vya afya vya umma vipatao 701 kwenye mikoa yote 22 ya Tanzania bara na mikoa 5 ya Zanzibar, ambao wote wamepoteza ajira. Ni matumaini yetu kwamba bajeti itakayotengwa na serikali itasaidia katika kuwarudisha kazini watumishi hao. Mheshimiwa Naibu Spika, niseme pia nimefurahishwa na maboresho ya mfumo wa kodi, mapendekezo ya kodi mpya na nafuu katika baadhi ya kodi zenye lengo la kuchochea uwekezaji wa ndani na wepesi wa kulipa na kuongeza matumizi ya kidijitali katika ukusanyaji wa mapato unaotuongezea uhimilivu kwa kuvutia uwekezaji wa ndani. Nimependa uamuzi wa kuongeza kodi kwenye michezo ya kubahatisha betting na maeneo mengine ili kupata fedha kwa ajili ya kufidia pengo la msaada kwenye sekta ya afya. Mheshimiwa Naibu Spika, nimevutiwa zaidi na uamuzi wa kupunguza VAT kutoka 18% hadi 16% kwa malipo yatakayofanyika kwa njia ya mtandao. Mheshimiwa Naibu Spika, nimefurahishwa na dhima ya kuimarisha ubora wa elimu anayopewa. Dataflow inakuletea uhuru wa kukamilisha chochote na intaneti ya uhakika. Kuwa hewani muda wote, popote ulipo, utakuwa na intaneti ya uhakika. Ni salama na huunganisha kwa haraka. Ina nguvu hata sehemu zenye msongamano. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.